Matendo ya Mitume 13 kuanzia mstari wa 6. Kichwa chake ni mitume wahubiri kule Kupro. Walitembea, mstari wa 6, walitembea kutoka upande mmoja wa kisiwa. Somo kinasema sawa. Somo mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume mlango wa 13 kuanzia mstari wa 6. Somo la kama mada yake ni mitume wanahubiri kule Kupro. Mstari wa 6 unasema walitembea kutoka upande mmoja wa kisiwa mpaka Pafo upande wa pili, na huko walimkuta mchawi mmoja Myahudi aitwaye Bar-Yesu, ambaye alijiingiza kwa unabii. Alijiingiza kuwa nabii. 7. Huyu alikuwa pamoja na Sergio Paulo, mkuu wa kile kisiwa, ambaye alikuwa mtu mwelewa sana. Sergio Paulo aliwaita Barnaba na Saulo ili asikie neno la Mungu. 8. Lakini huyo mchawi Elima, kama ilivyokuwa anaitwa kwa Kigiriki, alijaribu kuwapinga ili kumzuia huyo mkuu wa kisiwa asije akaigeukia imani ya Kikristo. 9. Basi Saulo, ambaye aliitwa pia Paulo, akiwa amejaa Roho Mtakatifu, alimkondolea macho huyo mchawi. 10. Akasema, mdanganyifu wa kupindukia na mlaghai wewe ni mtoto wa Ibilisi. Wewe ni adui wa chochote kile kilicho cha kweli. Hukomi hata mara moja kujaribu kuzipotosha njia za Bwana zilizonyooka. 11. Sasa mkono wa Bwana utakuadhibu. Utakuwa kipofu na hutaweza kuona mwanga wa jua kwa kitambo. Mara kila kitu kikawa kama ukungu na giza kwake. Akaanza kwenda huku na huku akitafuta mtu wa kumshika mkono amuongoze. 12. Yule mkuu wa kisiwa alipoona hayo, aliongoka akawa muumini, akastajabia sana mafundisho aliyoyasikia juu ya Bwana. Neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu, Muumba wa mbingu na nchi, ninakushukuru jioni ya leo kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo Baba anaenda kulihubiri mbele ya watoto wako. Tangulia Baba, ondoa yaliyo yangu ili Yesu kaweke yaliyo yako. Achilia Baba mfalme nguvu zako kwa sababu na mamlaka. Shetani na kazi yake Baba apate kushinda. Baba, wafungue masikio ya ndani na ya nje. Wanapopokea neno hili Baba, likuwe la kuwaponya na kuwagusa. Baba, wafungue zaidi wakapokea ujumbe huu, wewe ni Mungu. Na mfalme na ubiri nami pia niwe mmoja ambaye Baba neno hili litanijenga na kuniimarisha. Na kataa mfalme kila destiny blockers wanaweza kufunga njia zetu, wapate kushindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili ni neno ambalo linanitia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wakati ambapo umejazwa Roho Mtakatifu unaweza ukabomoa misingi na kubomoa madai. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa amewekwa kwa Kigiriki, alikuwa anaitwa kwamba Elima. Bwana Yesu asifiwe. Yeye kila wakati alikuwa mtu ambaye alikuwa anapiga Kristo. Yeye alikuwa ameingiwa na roho ya giza, ile roho ya giza ya kutabiri. Alikuwa na confuse watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja Paulo akiwa amejazwa Roho Mtakatifu, alifika wakati akamwambia kwamba wewe haukosi kunaipoteza imani ya watu ambao njia zao zimeshanyooka. Bwana Yesu asifiwe. Huenda jioni ya leo kuna mtu ambaye amepoteza njia zake, amekuingiza ndani ya dhambi, amekuingiza katika uchafu usiokuwa wa kawaida. Na kutangazia ya kwamba yeyote ambaye amesimama kinyume, yeyote ambaye amesimama na madai, amesimama na giza kwenye boma lenu, leo anaenda kuondolewa na misingi yake. Leo anaenda kabebe mizigo akaondoke. Kila roho
wa leo zinaenda kuondolewa. Maana na Mwenyezi Mungu linasema ya kwamba kulikuwa na mtu yule ambaye alikuwa ameunda kikao chake. Yeye amepanga maneno yake, anafuruga watu wa Mungu ambao njia zao zimenyooka. Iwe ni mganga anayefuruga baba lenu, iwe ni watu wa majini na uchawi wanaofuruga familia zenu, jioni ya leo ninakutangazia ya kwamba wote wanaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Wote kukaa na watu ambao watafanya moto wa Bwana upotee, watafanya nguvu zake ziondoke. Maana Paulo alipoangalia akaona mtu huyu ya kwamba anapoteza watu wa Mungu, anawaingiza kwenye dhambi, anawaingiza kwenye mimila, anawaingiza kwenye uganga, anawapindua kutoka kwa Mungu. Alisumumuza akamwambia ya kwamba kuanzia leo hautaona. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo yule mchawi, yule mganga, yule wa mimila anayejaribu kuharibu kazi yako, anayejaribu kuharibu nyumba yako, usiku wa leo ninakutangazia, iwe yako mjini, mashambani, akiwa anajaribu kuharibu, akiwa anajaribu maisha yako, leo anaenda kuwa kipofu, anaenda kuondolewa, anaenda kuondolewa mbele yako, anaondolewa mbele ya watoto, anaondolewa ndani ya nyumba. Kila misingi yake ya giza inaondolewa mbele yako. Iwe ni watu mnafanya nao wamesimama kuzuia zile baraka zako, wanaondolewa mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama ujue ya kwamba nini unahitaji. Simama ukajua ya kwamba nini unahitaji kufanya. Ili shetani anapokuja na misingi, ili shetani anapokuja na madai, una uwezo wa kumtambua, una uwezo wa kumuondoa, una uwezo wa kumkemea. Unamkataa anaondoka. Hautamkataa ukiwa muoga, hautamkataa ukiwa hauna nguvu. Ni lazima ujazwe moto wa Bwana. Wakati ambapo umejazwa, utaondolewa ndani ya misingi, utaondolewa ndani ya madai, kwa sababu umesimama na Mungu. Yeye ambaye anajua elima, anajua ule mganga wa kwenu, anajua wachawi wa kwenu. Wakati wanaondolewa unapata amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza mwenzako kwamba unasikia. Nasikia. Muuliza kwamba kuna wachawi kwao. Kuna wachawi kweli. Huku watu ni baridi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliwaambia kwamba mimi sikuhubirianga watu baridi. Nahubirianga watu ambao wanajua kile ambacho kimemleta kanisani. Kukula utaenda kukula, uko na imani ya kwamba utakula. Ushapika ngoma. Uko tu na imani ya kwamba jioni utafanya nini? Utakula. Jiondoe, maana wakati ambapo alitulia, wakati ambapo alisimama akabomoa madhabahu yale, watu waliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule mkuu aliokoka akakuwa Mkristo. Wewe ungali katika vitina, ndio maana jirani akufuate. Ungali katika maneno, ungali katika tamaa, ungali katika madai, mpaka neema ya Bwana imeshaondolewa ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndakufuata kwa msengenyaji. Hakuna. Tell you for free. Hakuna. Hata ufunge vitambo, upewe papo, upewe green, upewe maroon, upewe hata sijui zinakaa aje, ujazwi. Hakuna jirani atakufuata, watakuwa wanakuona mtu wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mwangaza uko nao hauwezi ukaangaza. Hauna kitu ambacho utaambia mtu, maana wewe ni mtumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ambapo Paulo alikuwa amejaza Roho Mtakatifu, alikuwa amejaza Roho wa nguvu, wakati ambapo alisimama, watu waliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Elimu akaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Wale wachawi kwenye wataondolewa ikiwa umesimama na ujasiri, ikiwa utasimama na nguvu. Kila roho za uganga zitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kuchekacheka, nani akufuata? Hakuna. Ndio maana umeomba hapa miaka 10 je, leta mshiriki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu wanaangalia matendo yako. Wanapoangalia matendo wanapata wewe ni mchafu. Hakuna siku watakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Ukileta mshiriki anakuja anaangalia mafundisho na alifundisha na yule unafanya, hata arudi kwa kanisa. Sema kwa na huyu ndiye fulani mwenye mimi naonanga. Hakuna. Jaribu kuwe chombo kama Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo wakati aliokoka kuna vitu zinaondoka. Wengine wanasema kwamba kwani bishop akiombea mtu anapona haraka haraka na mimi nikiomba hawezi? Kwa sababu ya matendo yako. Anza kujirenew. Pita kwa grinder.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili Mungu akujaza, aweza akakujaza ukiwa unasema imena umepocket. Utakujaza aje? Hakuna. Na wengine anaamua mtu anasema kusoma Biblia amejishika hivi. Anena Marko anasema Marko mgani? Marko wa kwenyu, si Marko ule ambaye wanahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jiondoe katika minyororo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo utatulia, Mungu atasimama. Maana Paulo aligundua ya kwamba huyu mtu ni bali Yesu. Yeye hana roho ya Mungu. Yeye ana miroho za miungu. Yeye ana miroho za chuki. Ana miroho za vitina. Wakati ambapo alisimama, akamwambia utakuwa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu tuna uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Akikutana kamiujiza kidogo, sasa anaja na Mungu. Kana atangoja shida ziko nao watu kama wao tunawajua. Hao ndio wananua mabati hapa kanisa. Ataenda kutanako leo Mungu amemjibu kidogo. Basi sasa mtukutane kwa barabara, apiti karibu na wewe, anapitia kando kando. Change. Jifunze vile utatembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze vile utakaa na Mungu. Hiyo nakwambia for free. Jifunze vile utakaa na Mungu. Tengeneza nyumba yako kulingana na uwezo. Badilisha vitu zingine katika maisha yako. Jiondoe ndani ya misingi na madai. Maana Paulo wakati ambapo alimkiri Kristo kama mwokozi wa maisha, alifanya miujiza zaidi, alitenda miujiza zaidi. Hata wakati ako gerezani hakunyamaza na Injili. Bwana Yesu asifiwe. Aliendelea kuhimiza, aliendelea kutuma barua, aliendelea kutuma ujumbe, watu wakibadilika, watu wakiondolewa ndani ya misingi, ndani ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliokoka lakini vitina kwa plot. Unapiga vitina mpaka wanakuitanga mama wa vitina, mama mchafu ambaye hafai. Na hakuna mtu mbaya wa vitina kama mzee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasengenya mpaka wa mama. Toka kwa madhabahu mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna anga zingine zi zako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo umeteuliwa, wakati ambapo umeitwa, wakati ambapo wacha kutumiwa vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati unatumiwa vibaya, hakuna neema ya Mungu itakaa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine wale mtasema mimi hata jirani yake asikii. Na ukao kwanje anapiganga kelele. Anapiga kelele mpaka hata jirani kwaka hata anaanga aje na redio. Akianza kuunga jirani watu wanafunga. Lakini kwa kanisa wanajifanya hao ndio watakatifu, wanajifanya hao ndio wanatii, wanajifanya hao ndio wana uwezo. Lakini Mungu wakati ambapo anasimama, kuna madhabahu anang'oa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anasimama, kuna mimila zinaondolewa. Wakati Mungu anasimama, kuna misingi inaondoka, laana inaondolewa, wachawi wanaondolewa, giza inaondolewa, masikini inaondolewa, laana zinaondolewa, kwa sababu yeye alimweka ana nguvu. Unaona wewe hawezi sema amen, lakini tunaelewa ameshachoka. Lakini mchangamka. Nadhani mchangamka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima ukifika kwa kanisa watu unaona watu wengine wanasema kwamba Rukia Yesu Rukia ni mtoto wa 20 years ndiye amefika 30, lakini hata hawezi Rukia Yesu Rukia na kafiri katika shida. Hadi peke yake ni mgonjwa sasa na katika shida ninauliza. Hata waimbaji unaoonanga hapa hawezi rukia Mungu, na ni vitoto vidogo, lakini hawezi rukia Mungu, kutumia tu time kumtukuza Mungu. Lakini wakati ambapo anaweka mitina, hapo ndipo analeta sahani, naye pia analeta glasi ya maji, wanakunywa, wanasengenya, wanaendelea kusengenya zaidi. Kiu inampata tena. Wewe mama uliokoka, unafanya nini ndani ya vitina? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watakupata aje? Yesu akikuja utaponya nani? Ukiwa wewe ni wa vitina, ikiwa wewe ni msharati, ikiwa wewe ni mganga, ukiwa wewe ni mtu wa giza, utatembea na nani? Bwana Yesu asifiwe. Jiondoe katika madhabahu mengine ukae salama. Amen. Leo nimekuwa kinyata